ni mafiga matatu. Si mnajua mafiga likiwa moja huwezi kubandikia sufuria lile, tamam. Na hata yakiwa mawili ukipika kuna umuhali wa kumwaga, sharti yawe matatu. Yakiwa matatu ile sufuria imewekwa mtu kati. Angalia hata hii stand nilokuwa nayo hapa imesimamia miguu mitatu. Miguu miwili haisimami katun. Hata stendi zote hapo zote miguu mitatu mitatu. Kasoro binadamu tu yeye ndo ana miguu miwili. Na mahusiano nayo hayawezi yakasimama kwa mguu mmoja wala miwili wala mitatu. Na wengi mahusiano yetu yana mguu mmoja, mengine yana miguu miwili, ndio maana anayumba. Lakini mahusiano ambayo yana miguu mitatu, haya ndio ile dunia kulluha mataa, ndio ile starehe ya dunia. Tukasema figa la kwanza kabisa, ili ndoa ipate utulivu, kwanza kabisa umpate mwenza sahihi kwa 100%. Wataalamu wanasema ikiwa mchumba wako hata kama na mahari mlishatoa, lakini katika kumchunguza lazima distance kidogo katika mahusiano, sio kukurupuka tu, sio yale mambo ya kuunganishiana. Imamu wa Idrisa nitafutie kitu bwana, basi tayari hapo. Hapana, distance lazima. Hata mmeshatoa mahari, mshapokea mahari, lakini kama mwenza wako bado hajafiti kwa 99%, afadhali uvunje huo uchumba. Ndoa ni kitu muhimu, lakini afadhali uendelee kuishi mjane kuliko kuingia katika ndoa ambayo si sahihi kwako, utapoteza furaha. Lakini kumbuka, tunaishi mara moja, hatuishi mara mbili. Ukiharibu ndo ushajiharibia jumla jamala. Na ukiharibikiwa ndani ya ndoa sio dunia tu, hata akhera yenyewe nuraka tunaichana kwa sababu ya ndoa. Na ukitizama wale mitume wake Allah ambao ndoa zao zilikuwa zina mashaka, basi hata watu walipata wachache kwa sababu walipata upinzani mkubwa kabisa. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ile heshima ya mwanamke kuitwa zauja, walinyang'anywa wale wanawake wapinzani wa dini, waliitwa imra. Daraballahu mathalan, kuna lilladhina amanu, kuna lilladhina kafaru, lakini wakuta imra'ata Nuhin wa imra'ata. Angalia Saina Zakaria asema wa imra'ati aqira, mke wake hakuitwa zauja, hakusema wa zaujati aqira, kwa sababu pia alikuwa na maneno makali. Kwa hiyo pia ndoa yake ilisimamia miguu miwili, haijafiti mitatu. Nyumba yao ilikosa kilima cha zauja. Lakini wale wanawake wote waliofanya mazuri, mambo yakaenda vizuri, walikuwa wakiitwa zauja. Mtizame Sayyida Hawa man bashar, ayuha nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida then wa khalaqa minha zawjaha. Sayyidina Adam aliperform vizuri sana, alido well vizuri sana kila engo, kwa sababu mke wake kwanza alikuwa mzuri, ametimia kila kitu, na alishika kweli kweli ile dini ya ahli yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna atainaka alkauthara, baadhi ya tafasiri tumekupa mwitikio wa watu, mafanikio makubwa aliyoyapata, sapota ya mke alomkubali ndani. Ndio maana ile Fathu Makkah watu walimuuliza faina tanzil, utashukia wapi? Akasema waina anzil, sina pa kushukia. Akhadhu dari, akhadhu kulla ma amlik, litashataifishwa na Maka hii, lakini insibuni khaymata amama qabru Khadija, mimi leo nalala makaburini pale alipokufa Saida Khadija, nitakaa pale. Yani anaturufaisha kimaanawia, pamoja na hii population ya watu wengi kunikubali, sikufika hapa isipokuwa kwa sapota ya mwanamke.
Sheikh Jilimoso anatusomea sana Kiingereza, asema behind every gentleman there is a woman. Inna waraa kulla rajulin adhim imraa, kila nyuma ya mwanaume ambaye ameleta mabadiliko makubwa katika ulimwengu, hakufika hapo nyuma kuna sapota ya nani? Ya mwanamke. Tumeelewana vizuri? Ndio maana sasa Amir al-Mu'minin Umar ameoa kaacha, ameoa kaacha, ameoa kaacha, hakutuhumiwa kwa sababu talaka si dhambi wala si sababu ya mtu kupelekwa motoni, ila ikiwa hakuna sababu ni dhambi. Ikiwa ipo sababu, saa nyingine inaweza ikawa neema ya Allah, kwa sababu kila anayemchukua alikuwa anaona anamharibia dini yake. Hata kijana wake Abdallah bin Umar tumemtaja kule msikitini, alioa mke, akaona yule mke anaharibu dini ya mwanae, akamwambia talikaha, mpe talaka sasa hivi. Kwa hiyo ulama, mashekhe wengi wamedondoka hapo nyuma kama hapajakaa vizuri, na maukhta wengi wameteleza kama hakumpata baba wa sawa sawa. Mimi kuna binti namjua, mashallah, ni hafidha, ni alima, na akawa mudira wa sehemu muhajabati, Qur'ani imekaa sawa. Kwa sababu ya ukabila tu lazima tumuozeshe kabila yake. Yule alioozeshwa mvuta bange, tariku sala, havifanani na binti kila siku anaruzi Qur'ani, kila siku inapotea, kila siku inapotea. Kwa hiyo figa la kwanza, mwenza sahihi. Tulisema tu kule msikitini, napita kidogo, mwenza sahihi. Mke uliokuwa naye, dini yako inahuika au inapotea? Kuna mashekhe tumewaamini, tunawapenda, lakini wanadondoka shauri ya wanawake. Tumempoteza mwanachuoni wetu mmoja mkubwa, Illama, lakini sasa shekhe letu mtoto wake kapata maradhi haya kama ya kifafa. Sasa mke ndio hivyo kamuathiri, basi kampeleka mpaka kwa aganga kupiga ramli kwamba mtoto ana nini, anaaguliwa kwa aganga. Shekhe, vipi mama yake? Sasa nitafanyaje shekhe? Kwenda na maji. Hii Wizaratu Dakhilia, familia ni kitu kimoja muhimu, ni very important, sio vitu vya kubahatisha bahatisha tu. Lazima tufanane, lazima tufanane. Wadunia waache wawane duniani kwa duniani, sisi watu wa dini kwa dini. Ndo mkimuona mtu anafaa, mpeni mke, hata msimpigie mahesabu mengi. Kama dini anayo, waozesheni tu basi. Kwa hiyo figa la kwanza, mwenza sahihi. Figa la pili, tukasema mahusiano sahihi. Mahusiano lazima yawe sahihi. Mwenza anaweza akawa shekhe sahihi, lakini mahusiano yenu si sahihi. Kweli mna nia ya kuoana, lakini umemapproach, mmekutana maofisini, mmeanza kuziniana, waliyadhu billah, kushikana shikana. Haya mahusiano si sahihi. Na ninakwambia kitu kimoja, uchumba si ndoa, ila ni kivuli cha ndoa. Na chini ya kivuli anaweza akajificha mengi tu. Ukimwona mchumba wako hivi sasa hana masa, huyo mzinifu wa kesho tena atazidi. Mkatae mapema. Na wewe mtu kakubali umemzini tena afu unaoa, mtihani wa hali ya juu sana. Hapana. Na kuna baadhi ya wanaume kamtaka kweli mwanamke, ila wameshawishiana, wamedondokea janga. Unakuta mwenye anaogopa kuoa, anajua huambiliki baadaye. Sasa huyu nitamfanya wife material, amekubali kutoroka kwao usiku, nimelala naye mpaka asubuhi loji, huyu nimfanyie mke? La haula wala quwwata. Japo naye hana afadhali. Mashekhe, msipate tabu sana. Mwanamke kani approach, sijui ni hasadi, hanioi, muulize haja kuzini. Ilikuwa hivyo, ndio maana mahusiano lazima yawe sahihi.
aliongea neno moja zuri sana Sheikh Moso katika kuhusiana, akasema hisia zetu, heshima zetu ziko juu kuliko hisia yetu. Sehemu unaona unapelekwa na mhemko tu, angalia pia heshima yako, angalia pia heshima yako. Mmeanza kuziniana, unawezaje kukataza zinaa kwa vyombo kama hivi na kati mke aliyokuwa ndani ushai kumzini? Maneno mengine yatakuwa yanakusimanga mwenyewe. Haiwezekani. La tatu, wakati uwe sahihi. Wakati uwe sahihi. Hizi maiki za kina Sheikh Saimu Gwao zinaponza hizi. Ukishaonekana kama hivi, umevaa kilemba chako, watatokea maukhta wengi, mimi bikra shekhe, huyu shehe hajaoa. Basi si kila kutongozae ni mtu sahihi. Na hata nyie wanawake, si kila anayekutaka basi ni mtu sahihi mida mnataka kuoa. Mwingine anakuja kuharibu maisha yako. Na leo vijana wengi wameharibikiwa sana. Na ninavyosema hivi, si ajabu hata sisi hapa tuko mochwari tayari ndoa zetu. Hii yengo ya ndoa hii lazima utulie vizuri kabisa. Lazima utulie kweli kweli. Lazima utulie. Sasa hili umpate mtu sahihi, tukasema kule usoe mtu ambaye unamfahamu, oa mtu unayemjua. Sifahamiane tu kwa mitandao. Wewe kweli unamuoa mtu Insta kweli? Tumeonana Facebook, kwenye magrupu ya WhatsApp admin kuna kundi la kutafutiana chumba la tuna balaa, habari kubwa. Tumeonana huko kwa jitimai, ndo pale ushapata mke, ndo pale ushapata mume, mnatafuta hatari ya maisha kabisa kabisa. Tunaishi mara moja, tuishi mara mbili, yani ukiharibu ndo ushaharibu. Hilo la kwanza. Lakini la pili, mtu mjue historia yake ya mahusiano kabla yako. Binti ni mjane, kaachika pia. Kwa sababu gani kaachika? Saa nyingine unamuoa mtu kwa imani, lakini bado hawajamaliza kupendana, wanakusaliti, na wewe ushakuwa shekhe mzima, unaanza kugombana na mambo ya mahusiano. Namba haifutwi kisa watoto. Ili liangaliwe vizuri, tusikurupuke. Na kama hajaiolewa ni mwari, na kama si mwari, kwa nini si mwari? Heshima mwanamke aolewe ni mwari, na mwanaume naye awe mwari vile vile, sio upande mmoja tu. Naam, ni mtihani na ni heshima. Wallahi nasema ni heshima, hasa ukiwa shekhe, mke wako unamjua mwenyewe. Haya mambo ya used haya tunashindwa na ganjiani baadaye. Wallahi, awe mtu kaachika, kafiliwa, lakini hivi hivi tu alikuwa na viwanja vyake na wewe unabeba, huo ni mtihani mkubwa. Kuna athari kubwa, kuna madhara makubwa kufanya tendo la ndoa kabla ya ndoa. Madhara yake ni makubwa kabisa. Usioe kakaangu wanaume wa wenzio, waachie wake zao. Wana uelewi? Kijana mdogo, bibi hilo. Haisi sawa. Ijue historia ya mahusiano yake kabla yako. Jambo la tatu, koma nalo. Usioe mtu wa kuunganishiwa. Kwani unaunganishiwa? Wallahi kuna bwana mmoja ipo Kahama, kaunganishiwa, binti katoka Tanga, katua da, yani ndoa juu kwa juu, mpaka Kahama. Kufika kumkashifu mke wake, kamkuta ana titi moja. Ananipigia simu, inna lillahi, nikamwambia wa inna ilaihi rajiun. Nikamwambia ndo zawadi yako hiyo Sheikh. Ili jambo la kuoa si jepesi mnavyofikiria nyie. Ni kazi, ni jambo uache kazi ufanye kazi. Ni kipindi natamani kuoa,
Shekhe, nilitafuta hapa Dar nikakosa, nikaenda mpaka mikoani. Meenda Pemba kakosa, kaenda Zanzibar kakosa, kaenda Shinyanga sehemu inaitwa Maskati Fisi Tinde huko nikaenda nikakosa, nikaenda Tabora, nikaenda Singida, si mchezo, mpaka Nairobi huko. Ndio baada Allah akafungua. Ameshafahamu vizuri. Lazima uache kazi ufanye kazi. Hakuna kitu cha ize tu. Mapenzi ni maisha. Ukiyakosea mapenzi umekosea maisha yako, umekosea heshima yako. Usiache historia, usiache historia kabisa. Hiyo historia ya mahusiano yake kabla yake. Usiwe mwanamke wa kuunganishiwa. Lakini pia shekhe, usiwe mwanamke ambaye hajakupenda baadaye hatakupenda zaidi. Kuna watu wanaforce, mimi nishampenda, fanyeni mpango. Anafosiwa na ndugu zake, baadaye hatakupenda zaidi. Na wanawake nao vile vile. Wewe unaambia huyu mtu hana interest na wewe, hajakupenda, wewe unajipeleka, utaenda kuishi kwa manyanyaso, utanyanyasika. Lakini pia muoe mtu ambaye ana hofu ya Allah. Muulize unasali wapi? Mwenye hofu ya Mwenyezi Mungu. Kama ni mwanaume, hatokuchiti, hatokusaliti si kwa sababu anakuogopa, atakuwa anamuogopa Allah na mathlaba yako atakupa. Na kwa upande wa wanaume, muoe mwenye binti mwenye sifa hizi, yupo tayari kujifunza na kubadilika. Usimuoe mtu ana misimamo yake. Mbona hijabu? Siwezi kuvaa hivi, ndio za kujiachia hivi. Yaani binti tokea hichi kipindi unamuapproach, unaona tu ana speed na wewe. Kila utakachomwambia hewala. Usimchukue mtu mbishi. Yuko tayari kujifunza kitu kutoka kwako, yuko tayari kubadilika. Huyu ndo tunayemtaka sisi. Sio siku 2-3 natwali vitabu vyangu na Sheikh Shafi mpaka saa 5 mnasoma tu hivyo, mimi sielewi hapa. Saa nyingine akiwasipo anavichana, anaficha. Hapana. Mkeo yuko tayari kujifunza na kubadilika. Juzi namsikia Sheikh Shafi, nikaingiwa na wivu, lakini sina wivu sana. Msikia anapiga Kiarabu hivi. Nikachokoza maksudi, maana zile dhamiri zinaenda kwa mwanamke. Nani mke wangu? Anasema toba ya Ilahi. Na mimi anshindi, hata na mimi wa kwangu anaongea Kiarabu, hakuna neno. Tena mimi sina mmoja sasa. Sasa ufikiri kimekuja hivi? Kamfundisha shekhe, yupo tayari kujifunza. Sio ushekhe wako huko, usilete mambo ya ushekhe. Bwana, wakeze mtume wote wamesoma kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Unamwona Saida Aisha al-alima al-faqiha as-siddiqa bintu Siddiq, mnasemaje pale? Vidume masahaba wamesoma pale kwa mama yetu yule. Kakubali kujifunza na kubadilika. Mkeo mwalimu kabla ya kujifunza, kazi unayo. Tumeelewana Hundo. Kwa hiyo kitu cha tatu, mwanamke muoe ambaye yupo tayari kuwaheshimu wazazi wako. Amheshimu mama, amheshimu baba, amheshimu brother, aheshimu familia. Asibishane na mama mzazi kama mkwe. Ajue kwamba we mama yako mzazi ni kila kitu. Ajue ameshika mkono wa kushoto, mzazi kashika kulia. Wote wanakuvuta. Wewe unasimama katikati. Ajue mkimvuta sana akishindwa, basi atavutika na ndugu zake na wazazi. Haelewe ile hadhi hiyo. Sio anakuja kutawala nyumba, kumtia mtu adui na mzazi wake. Haya si maisha. Haya si maisha. Na upande wa wanaume na sisi kumaliza maneno au kumeza mate. Wanawake walivyo wametoka kwao, tumewaoa, wamejitoa kimasomaso. Hebu tuwaonee huruma. Wanawake vile tunavyowaoa, ingekuwa mimi na wewe tusingekubali. Yaani mwanamke kwa sababu ya kupenda tu, haulizi utamlaza chini, utamlaza kwenye matresi, kuna kitanda, una kazi, huna kazi. Yeye anakuja tu vyovyote vile. Kilichomtoa kwao ni upendo tu.
na upendo wake ni mkubwa sana, wataalamu wanasema, kuliko wa mwanaume. Mwanamke kilichomtoa kwao ni upendo. Sasa mwanamke ukimuonesha upendo, utapata kila kitu kutoka kwake, na usipomuonesha upendo, kila maajabu na makri utazivuna kwa mikono yako. Sasa password ya wewe kumweza mkeo ni mambo matano tu. Haya matano tu ukiyashikilia haya, basi mwanamke umempata. Wanasema wanawake wanahitaji sifa nyingi kwa wanaume. Anamtaka mwanaume mwenye kifua kipana, mrefu, mweupe, mweusi. Wanataka vitu kama hivyo, lakini kuna sifa kama 5 au 6. Kila mwanaume akiwa nazo, basi aseme wanawake wote mimi ndio kiboko yao, hawafurukuti. Mapenzi yana stage 15. Kuna stage inaitwa gharam, inaitwa shaghaf, mafuriko ya mapenzi. Basi mafuriko ya mapenzi yanabustiwa na haya mambo matano.